tunaambiangwa what goes around comes around. Lakini sisi huwa tunajienjoy, tunajifanya wajanja. Unafanya kitu, juu unaona mwenye umekosea hajakuuliza chochote, unafikiria story imeishia hapo. There is this mzee alikopanga babangu pesa nikiwa class 8. Kumkopanga pesa, hiyo ni time yenye babangu alikuwa na mapesa juu, alikuwa tu ameresign job. So, alimkopeshaga akapeleka mtoto wake university. Sad enough, huyo mzee akataga na hizo pesa. Vile nilimaliza class 8 na nikajua ako na pesa za babangu, I would write letters napeleka kwake. Juu kila time nikienda nilikuwa namkosaga, I would write letters napeleka kwa huyo mzee, nawaambia aje babenyu akikuja mumpatie. Hiyo kitu ikaendelea hivyo. By the historia ya barua nilikuanga naifanya hata na babangu, naandika kabarua naeka chini ya mattress ya pillow. Akiamka ipate. Hakuwahi comment, hakuwahi niuliza naandikanga kwa nini, hiyo story ilishanga hivyo. Hata that kamze hakuwahi uliza hizo barua zinatumangwa kwa nini. Juu alikuwa anajua aje ako na deni. Na deni hataki kulipa, so he never asked. One day, my dad after kusota akasemaga aende kamcomfort kazini. Kwendanga kazini kwake, huyo mzee sijui alimfanyiaga nini. Juu babangu alisemanga hiyo story mtu asiwahi niuliza. Juu mimi sitakufa juu ya jasho yangu, acha tumwachie Mungu. Hiyo story kaishaga hivyo. The mzee had very bright children. Na so kukopanga pesa akiwapeleka shule, alikuwa kwa hesabu yake juu alikuwa anaona hawa watanisaidia. Juu kusema tu kweli they were very bright. Watoto walisoma. Akawatafutia makazi after wamemaliza university. Lakini believe it or not, hao watoto sijui kama ni machozi ya watu wenye huyo mzee aliishi kunyaganya. Hakuna mtoto alikuwa anamsaidia. The mzee struggled. Akastruggle mpaka dakika ya mwisho. Juzi tu akajinyonga. Kwa hesabu yake alikuwa anafanya aje? Nachukua hizi pesa nifundishe watoto wangu, watanisaidia maisha ya nyuma. Watoto hawakumsaidia. Marafiki zenye alikuwa nayo hiyo sako yake hiyo time, hakuna mwenye alikuwa anataka kumuona juu ya madeni yenye alikuwa amechukua kwa hao watu. So ako zile za ameachwa peke yake. Hana mtu anaweza lilia. Mpaka nyumba mahali alikuwa anaishi imebomolewa, imesemekana iko kwa barabara. Ameenda kupewa mahali mpaka pa kuishi. Hiyo stress ilimpeleka mpaka akajiua. Na ndio tunaambiangwa ukifanya venye unafanya think twice. Huyu mzee ameibia watoto wake, familia yake ndio wakae vizuri. Lakini alikufa kama mbwa. Juu machozi ya watu wenye alikuwa anapitishia dhuluma in the name of watoto wake ilikuwa inafikia Mungu. Na after kufikia Mungu, machozi yao time ilifika tu. Juu hakuwahi repent. Na hakuwahi lipa hizo madeni. Time ilifika. Akajiua. Story yake ikaisha hivyo. Hata mazishi watoto wake wote hawakuenda. Yes. In the name of kufanya nini? Kufurahisha watoto. Watoto ni wako na watoto ni baraka, lakini usiumize baba yangu ama baba ya mwingine in the name of watoto wako. Hapana. Juu Mungu anaona. Na machozi ikifikia Mungu utakuja kulipa. My dad alikuanga hiyo design. I remember kuna time waliendanga mahali kwa huyo malaya wake. Wakachinjanga mbuzi. Unajua chenye alituleteaga? Matumbo. Na kwasa ilikuwa imejaa mchanga. Juu mbuzi mahali ilichinjiwa, hizo nini matumbo vile zilituliwa zikawekwa chini. Aliangalia akaona sisi tunakaa tu maumbwa. Hizo matumbo zilitushangwa kwa paper bag, tukaletewa. Tuoshe, tukatakate, tupike. And then nakuja kusikia story baadaye ni mbuzi ilikuwa imechinjwa. Kwa hiyo mama alikuwa amechukuana. He would treat us like dogs. Watoto wake, damu yake, watu very innocent, mtu amjai kosea. Alikuwa atutreat design nyingine ni kama atatuondokea aende. Lakini ile siku pesa yake iliisha, that mumama alikuwa amemwekea mpaka alifukuzanga kama mbwa. Gigisokithia kinaga ngiri 10. Ndio akaanzanga kufanya job na mama yangu.
Kufanya akasema hiyo si job ya klasi yake. Akakataanga na akaanza kukaa kwa nyumba. Analishwa, analipiwa rent, mpaka manguo, anabaiwa kila kitu. Mzee alikuwa very financially stable. Aliharibu mambo yake yote in the name of kuplease marafiki. Alikufa. Na alikufa na aibu kubwa sana. Juu, unafurahisha mabinadamu na uko nje. Unasahau na kwako. Na mimi naambianga mtu, charity begins at home. Before uende na viherehere zako kwa majirani, anza na kwako. Make sure kwako wameshiba. Make sure kwako hakuna shida iko. Make sure familia yako iko sawa. Ndio hata ukienda kupeana, chenye unapeana na uko nje. Peana, ukijuanga kwako kuko sawa. Ukijuanga shit can happen. Kitu ikufanyikie hiyo siku, utaji that family yenye unafanyaga madharau. And believe it or not, ukitreat watu wa nje vizuri kuliko familia yako, au watu wa nje wenye nafikiria watasimama na wewe, umejidanganya juu wanaonanga mtu anakaa fala. Na kwa time inafikaga tu wanaona hii ni fala, wanakuchekelea. Ukienda kuwapigia story, ukiwaambia hata kwako hujaacha cha kukula, sasa wewe ndio unawabaia pombe hapo. Time inafika unagonjeka, ama hiyo kazi unafanya inaisha, and then una expect ati the family wenye ulikuwa una neglect hapo ndio watasimama na wewe. Mimi vile nilikuwa junkie hizo 10 years, nimejifundisha mambo mingi sana, na nilijifundisha kuishi. Na mimi sitakudanganya, I don't have a friend, na hakuna mtu naweza amini. Hakuna hata mmoja hivi mwenye naweza amini. Juu nilipitia uchungu ilikuwa kubwa sana. I lost everything. Mwaka juzi ndo nilikuwa nakumbuka wenye nilikuwa nasimama nao before nikuwe junkie. Hata mmoja hivi sikuiona mtu. Hata saa hizi venye nimerecover sijaiona hata mtu. Kuja hata aniulize naendelea aje, no. Sijawahi. Kiherehere tu, ati unaona mtu ako na shida, unagawa. Nguo za watoto unagawanisha, unampatia nusu. Juu unajua at the end of the day utahustle na utapata pesa ya kubuy zingine za watoto wako. Lakini nobody ever came kuniuliza unaendelea aje. Mimi simu yenye napatanga tu saa hizi ni ya watoto wangu. Simu yenye napataga tu saa hizi, na si lazima, ama a family member. And I always appreciate, nasema aje, God stood by me hiyo time ya the darkest moment in my life. Na bado ni anasimama na mimi hapa. Nilikuwa nimejifanya detu zeta deigania. Ule nilipata kwa job nilipata. Hasa zika job kaliisha. Deko niko kwa nyumba. Sina rafiki, sina chochote, hata simu yangu the whole day nakosanga hata kupigwa. Umeenda mahali unajifanya umefit in. Umesahau haraka sana jambi. Hivyo ndo nilijikumbusha. Umesahau haraka sana. Uchungu yenye umepitia, machozi yenye umepitia, kudharauliwa yenye umedharauliwa. Usijaribu kusahau. And I make sure siwezi sahau. Unabebanga mimba. Kama saizi unaona, hesabu masiku tu. Inaweza kuwa hata ni leo ama kesho. In 2 weeks time. God times is the best. Saizi niko 37 weeks. Ama 38, siko sure. Lakini acha nikwambie, ile chungu nimepitia na hii mimba, only God knows. Ile machozi nimelia na hii mimba, only God knows. Mambo yenye nimekuwa nikifanyiwa. Unaweza zaa mtoto, babake akaange hivyo, anasema mtoto wake ulimfundisha kunichukia. Huyu mtoto atakaje kuniona. Huyu mtoto ananionanga analia. Huyu mtoto anafanyaga. Hata aniheshimu, anakuaga amenidharau sana. Lakini unajifanya victim saa hizo. Lakini ukikumbuki mamake akiwa na mimba, haukuwa unakwenda nyumbani, ulikuwa unalala nje. Umegawanisha mpaka siku 3 za malaya za kwako 4. Pesa yenye ulikuwa unaachia bibi yako hawachangi. Yote unagawanishaga na katikati. Ya kukula kwa malaya na ya kukula kwako. Nyumba ulikuwa unajenga, uliacha kujenga. Chama ulikuwa unaenda, uliacha kuenda. Juu mwanamke umechukuana na yeye juzi. Na si mtu hata na make sense, ni mtu anauza bar na ni mlevi tu kama wewe. Mtu mwenye hata saizi ukienda umwambie nipatie hata 200, haezi afford. Hata kama ako nayo atakwambia iko kwa hesabu nyingine.
Hata kama ako nayo atakwambia hana. Huyo ndio mwenye unafanyia hesabu zako. Unaacha kwako watu wakiteseka. Unaenda kushikana na mtoto hamwezi saidiana. And then day ifike bibi yako abarikiwe. Akuondokee. Wazaje kusema waliniacha nilikuwa nawasaidia ngano ya goma. Ukaange hapo ukiongea kama umbwa. Lakini haukumbuki vile ulifanyaga. Kuna marafiki zako mlikuwa mnasherehekea nao, wanaona vile unafanya, lakini hakuna hata mmoja amewahi kuambia aje ufanyangi poa. Watu wanakuonyeshaga ni uko mdurume mwaje vio. Na wao wana making sure wakitoka kwao wameridhisha bibi na watoto wao na kila kitu. Lakini wakikuja hapo, hiyo 100 nakuja nayo, 200 ni mabaki yenye imebaki. Ya hautawezi akiwa na shida. Ya hata akishikwa kwa barabara tu nikasimu anapiganga. Hata kama ni 20,000 anaitishwa unasikia bibi ametoa pesa. Ukijifanya hapo kiherehere. Na wenye unajifanya kiherehere nao ni watu wamejenga, watu wako na mambo zao, wako na mafamilia stable wenye wanaweza jisimamia. Lakini sasa wewe unang'ang'ana kwenda hapo kufiti, unaenda kufiti ni wapi? Kufiti ni wapi instead of focus na mambo yako yenye inaweza kusaidia. Hii dunia onogitura kirindi kiaremire muisa na tiwe gukihota. Unang'ang'ananga, unasimamisha mambo yako in the name of ukeniado, lakini believe it or not, hawataiona wewe kama ni mtu. Hawatawahi simama na wewe ukiwa na shida. Ni marafiki zako saa zile mnakula pamoja na mnacheka, lakini saa zile uko na shida niwe na Ngai wako na familia yako kama uko na familia, na kama hauna ujipange. Na kama hausimamangi nao saa zile wako na shida watakwambia enda ukiendanga. Na believe it or not utaenda ukiendanga juu sasa utafanya nini? Na ulijaribu kila mahali, ulichoma picha kila mahali, utaenda ukiendanga wapi? May God give us wisdom in every decision that we make. May God open our eyes. May God open our minds. May God atusaidie tu kujuange venye unafanya kila asubuhi. Ukiamka asubuhi Mungu anakuonesha, unaambia God nimeamka. Lead me my God. Nionyesha vile unataka leo nishinde nikifanya. Ukijipatia hizo viherehere za kufanya vile unataka, zitakufikia siku moja. Hizo viherehere nimezifanya kabisa in the name of ukeniado, lakini believe it or not zimenipeleka, ndio maana niko na shida niko nayo hapa. Juu kama singekuwa na hizo viherehere, ni focus na mimi, ningekuwa na shida niko nayo. Lakini kiherehere imenicost in a way that sitawahi sahau.